Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Basi leo tutaenda kujifunza neno la Mungu ambalo Roho Mtakatifu ameweka ndani yangu, ambao title ya hili somo ni neema ya saburi, katika kitu ambacho sisi wote tunakihitaji katika maisha yetu ya kutembea katika wokovu. Tunahitaji kitu kinaitwa saburi. Kuna wengine inaweza ikawa ni msamiati ambao mgumu kwako. Saburi manake nini? Saburi ni kuwa na uwezo wa kuvumilia au kustahimili wakati unasubiria jambo fulani, au wakati unasubiria mpango wa Mungu utimie katika maisha yako. Unahitaji kuwa na neema ya uvumilivu. Kwa hiyo tunapoongelea saburi, saburi ni neema ambayo Mungu anaiachilia katika maisha ya mwamini kipindi ambacho anasubiria mpango wa Mungu utimie katika maisha yake, na sio jambo jepesi. Ndio maana Mungu anatupa neema ya saburi, kwa sababu kibinadamu kusubiria sio jambo jepesi. Tunahitaji neema ya Roho Mtakatifu itakayotuwezesha kuweza kuvumilia wakati tunasubiria mpango wa Mungu utimie katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna kitu ambacho unatakiwa ufahamu. Wewe kama wewe mwamini hauwezi kuvumilia kwa nguvu zako. Ndio maana tunasema neema ya saburi. Ni lazima kuwe kuna neema ya Mungu itayokuwezesha kuweza kusubiria mpango wa Mungu utimie katika maisha yako. Kila mtu ukimuuliza aliyopo hapa atakwambia anahitaji vitu vitokee haraka, anahitaji vitu vitokee sasa, anahitaji vitu vitokee nao. Lakini katikati ya kuhitaji pia kuna mpango wa Mungu. Mungu amekusudia majira fulani. Katika kitabu cha Mhubiri nasema kwa kila jambo kuna nini? Kuna majira yake. Manake Mungu ana majira yake. Unaweza kuwa unataka kitu kitokee wakati huu, lakini Mungu naye anakuwa na majira yake aliyokusudia katika maisha yako. Sasa kipindi ambacho unasubiri, ni lazima uwe na hii neema ya kuweza kustahimili, kuweza kusubiri. Na tutajifunza, atakuonesha madhara ya kutokuwa na hii neema. Usipokuwa na hii neema, nini kinaweza katokea katika maisha yako. Na kuna watu wengi maisha yenu yameharibika kwa sababu ya kukosa hii neema ya kuweza kuvumilia. Na kumekuwa na mafundisho ambayo watu wanaaminishwa kwamba ukienda kwa Mungu kila kitu kinatokea kwa siku moja. Sio kweli. Vipo ambavyo vinatokea kwa siku moja sawa sawa na mapenzi yake, lakini vipo vingine Mungu amekusudia, ana mpango juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba siamini kwamba kuna vitu vinaweza vikabadilika ndani ya siku moja. Vipo vinavyoweza vikabadilika, na vipo ambavyo Mungu amekusudia tusubirie kwa kuvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutaenda kuangalia, naomba ulisomee kitabu cha Wagalatia. Mpaka tunamaliza hili somo utajua kama una hii neema ya kuvumilia au hauna hii neema, utajua tu. Kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na 23. Kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na 23. Neno la Mungu linasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Neno la Mungu linatueleza tunda la Roho, anamaanisha tunda la Roho Mtakatifu, virtues ambazo tukiziona kwako tunaona unatembea na Roho Mtakatifu. Anaanza kutaja moja baada ya nyingine. Kwa hiyo ukitaka ujue huyu mtu anatembea na Roho Mtakatifu, utamwangalia kwa matunda yake, na anataja hizo virtues moja baada ya nyingine. Naomba ulisomee taratibu namna anavyozitaja. Upendo, anasema ya kwanza ni upendo, ya pili furaha, anasema ya pili ni furaha, ya tatu amani, ya nne uvumilivu. Anasema katika matunda, katika tunda, asema tunda, katika tunda la Roho Mtakatifu mojawapo, ili udhihirike kwamba unatembea na Roho Mtakatifu, anasema mojawapo ni uvumilivu, na ambayo tunaizungumzia hapa, hii neema ya saburi. Ili tukitaka tujue kama huyu mtu anatembea na Roho Mtakatifu, kuna uvumilivu ambao unao sio wa kawaida. Katika eneo la kuomba unakuwa na uvumilivu usio wa kawaida. Katika eneo la kusoma neno unakuwa na uvumilivu usio wa kawaida. Katika vita inayoinuka unakuwa na uvumilivu usio wa kawaida. Anasema hili ni tunda la Roho Mtakatifu. Maana yake kwa nguvu zetu hatuwezi, lakini Roho Mtakatifu akiingia ndani yako anaweka
uvumilivu usio wa kawaida, ambalo kuna watu wameshakula hili tunda la uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wameshalimaliza lote hili tunda la uvumilivu, vile vingine vyote, ila kwenye eneo la uvumilivu hilo halipo, hilo tunda limeshaliwa. Kwa maana yake hiki kitu ambacho unajifunza leo sio tu kwamba ni kitu ambacho ni myth ambacho yaani cha kufikirika tu. Kinaelezwa kabisa mtu ambaye anatembea na Roho Mtakatifu atakuwa na tunda la uvumilivu. Mtu yeyote anayetembea na Roho Mtakatifu atakuwa na tunda la uvumilivu. Sasa hapo Roho Mtakatifu anakumbusha kuna sehemu ulishindwa kuvumilia. Kuna sehemu ulishindwa kuvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sehemu ulishindwa, ilibakia kidogo tu, ilibakia mwezi mmoja, ilibakia wiki mbili, ilibakia siku 3, lakini ukashindwa kuvumilia. Na nisikilize, nataka tu nikwambie ukweli. Kama Mungu amekuita kwenye eneo fulani, ni lazima atakupitisha katika ile eneo. Kama Mungu amekuita kwenye eneo fulani, ni lazima atakupitisha kwenye ile eneo. Atakupitisha kwenye eneo ambalo utahitaji kuvumilia. Hautahitaji maombi, hautahitaji kuombewa ili uvuke, hautahitaji mifungo ili uvuke. Utahitaji tu kuvumilia ili usubirie kitu ambacho Mungu anataka kufanya kwako. Sasa wala kujiuliza, pale ambapo Mungu alikuacha uvumilie, leo upo hapo hapo au umeshaondoka? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tuangalie mifano ya watu ambao walikuwa na uwezo wa kuweza kuvumilia mpaka vitu vitokee, mpaka mpango wa Mungu utimie katika maisha yao. Mtu mmoja wapo ambaye alikuwa na hii virtue ya Roho Mtakatifu alikuwa ni Daudi. Daudi alikuwa na uwezo wa kuvumilia. Nenda kafuatilia historia ya Daudi. Daudi baada ya kuwa anointed na Samuel, ilimchukua miaka 15 kuwa mfalme wa Yuda, na ikamchukua miaka mingine 7.5 kuwa mfalme wa Israeli yote. Mtu ambaye alimwagiwa mafuta ya pembe, na prophet akatamka akasema huyu ndo mfalme ajaye, lakini ilimhitaji miaka 22.5 kuweza kuvumilia mpaka akae katika kiti cha kifalme. Sasa ingekuwa ndo leo kuna prophet amemwagiwa mafuta ya pembe, watu wangekoma. Anamwagiwa mafuta ya pembe leo, kesho hawa watu naozungumzia. David alikuwa na hii neema, capacity ya kuweza kuvumilia mpaka aone uhalisia wa Kristo unatokea katika maisha yake. Na nakuombea kwa jina la Yesu, hiyo neema ije juu yako leo katika jina la Yesu. Watu wanasema huyu mtumishi baada ya kuniombea nao miracle, ananiombea hiyo neema ije juu yangu, maana anataka niendelee kusubiria. Kuna sehemu kama ni Mungu amekusudia. Leo hatuongelei kwa habari ya nguvu za giza, watu waliozuiwa na nguvu za giza. Tunaongelea watu ambao Mungu amewaacha kwenye eneo fulani, ana mpango nao. Ndio hao watu tunaozungumzia. Bwana Yesu asifiwe. Naomba some kitabu cha Zaburi sura ya 40 mstari wa 1 na wa 2. Kitabu cha Zaburi sura ya 40 mstari wa 1 na wa 2. Kitabu cha Zaburi sura ya 40 mstari wa 1 na wa 2. Neno Mike. Kitabu cha Zaburi. Neno la Mungu linasema, nalimngoja Bwana kwa saburi, akaniinamia, akakisikia kilio changu, akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi, akaisimamisha miguu yangu mwambani, akazimarisha hatua zangu. Daudi anaanza kusema sio tu kwamba nilimngoja Bwana, anasema kuna neema ambayo alikuwa nayo. Anasema nalimngoja Bwana kwa saburi. Maana yake situation ambayo alikuwa anapitia Daudi haikuwa rahisi kusubiri. Anakueleza Daudi mwenyewe ambaye alikuwa ni mfalme, ambaye alitembea na Mungu, ambaye Mungu anasema nimepata mtu aliyeupendeza moyo wangu. Anasema nalimngoja Bwana kwa saburi. Kuna kipindi Daudi ilimhitaji awe na uvumilivu ili aweze kutoka katika shimo la uharibifu. Maana yake anachotueleza Daudi, analipa title hilo shimo, anasema shimo la uharibifu. Maana yake yamkini kuna vitu vyake vilikuwa vinaharibika. Akiangalia location aliyowekwa, kuna vitu vilikuwa viendi vinaharibika, lakini akasema nalimngoja Bwana kwa saburi. Sasa kuna kitu ambacho nataka tukione. Mungu akitaka kukutrain kwenye eneo la uvumilivu, kitu cha kwanza atachokufundisha, atakufundisha kuto kutegemea vitu vingine nje ya Mungu. Ndio maana Daudi anatuambia specific, asemi nilingoja connection. No,
Asemi hivyo. Asemi nilingoja network. Asemi kuna watu niliwangoja ili waninyanyue. Anasema focus yangu ilikuwa kwa Bwana. Anasema nilimngoja Bwana kwa saburi. Manake kitu cha kwanza ambacho Mungu atakufundisha kumtegemea yeye wakati wa kusubiri. Ndio maana Daudi yuko very specific. Anasema my focus is on the Lord. Katika hili nalopitia ninamtazama yeye. Kuna watu kweli unasubiria, unavumilia, lakini kuna watu unawatazama. Ukiangalia kuna director unamuona, ukiangalia kuna manager unamuona, ukiangalia kuna mjomba unamuona, kuna shangazi unamuona, lakini Daudi anasema no, my focus ilikuwa kwa Bwana. Anasema nalimngoja Bwana kwa saburi. Mungu lazima akufundishe kumtegemea yeye. Ndio maana kuna wakati kuna connections zinaweza zikaondoka, ukajua ni mapepo, ukakemea, ukapiga fire. Wale wazee wa fire, wale wazee wa mene tekeli na peresi. Kumbe Mungu anataka focus iwe kwake. Anaweza mtu ambaye anatakiwa kusaidia akashindwa kabisa kusaidia. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu anataka umwangalie yeye. Kuna connection inaweza ikaja kabisa karibia inatimia, lakini unashangaa ghafla inakufa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu anataka umtazame yeye. Na anajua hilo jambo likifanyika, kuna watu watajitwalia utukufu. Ni lazima utukufu autwae yeye. Sio kama unanielewa. Na nimependa sana Daudi anavyosema, anasema nalimngoja Bwana kwa saburi. Kuna neema ilikuwa juu ya Daudi. Alikuwa anatembea na Roho wa Bwana. Kila akitaka kuchoka, Roho wa Bwana anampa nguvu tena. Kila akitaka kuzimia, Roho wa Bwana anampa nguvu tena. Ona zile neno wamtumainio Bwana watavikwa na nguvu mpya. Maana kuna kipindi nguvu inaisha, unahitaji nguvu mpya. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu, kipindi unakaribia kuchoka, kuna nguvu mpya inakuja. Unashangaa kwenye uchumi vitu haviendi, lakini you are happy. Hauelewi kwa nini. Unalala vizuri, unakoroma. Sasa hapa nimeanza kutana na watu. Basi hapa ngoja nipaache hapo. Unapiga mikoromo, watu wanasema huyu ana njaa kweli huyu analala hivi. Huyo neema ya saburi ipo juu yake. Unashangaa katikati ya kukosa kazi, haulali njaa, na unasikia kuna amani fulani ya Kristo ipo ndani yako. Maana yake kuna neema ya saburi imeachiliwa juu yako, na kuna sehemu Mungu anakupeleka. Nilipenda sana Daudi alivyosema hili jambo. Alisema nalimngoja Bwana. Na mwenye nikaomba rehema, nikasema Mungu, ninaomba nirehemu pale ambapo nilingoja watu. Naomba nirehemu pale ambapo nilitegemea vingine nje ya wewe. Neno Mungu amesema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu na amfanyaye kinga yake, na huku amemsahau Mungu. Ninakuombea focus yako kuanzia sasa iwe kwa Bwana. Nasema nakuombea focus yako iwe kwa Bwana. Katika hilo eneo ambalo unasubiri, focus yako iwe kwa Bwana. Katika hilo eneo ambalo unavumilia, focus yako iwe kwa Bwana. Bwana hatakuacha. Kuna kipindi atakuinamia. Amesikia kilio chako, atakuinamia katika jina la Yesu. Unajua kuna msemo mmoja unasema, ukiomba hela kukataliwa ni aibu ya kwanza, afu kunyimwa, yani kutangazwa ni aibu ya pili. Ya kwanza mtu anakukatalia afu unajua ameishia pale pale, afu ya pili anaenda kukutangaza. Lakini Yesu ni mwaminifu, anajua siri zenu. Yesu mwaminifu, anawafichia siri zenu. Au siku moja tufanye maombi, itokee vision hapa screen. Mara moja sasa oyo. Kwa katika kipindi ambacho unasubiri, Mungu atakufundisha kumtegemea yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuoneshe watu wengine wawili ambao walikuwa na uvumilivu usio wa kawaida. Yoshua mwana wa Nuni aliyekuwa anatumika chini ya Musa, ilimchukua miaka 40 kutumika chini ya Musa, mpaka Musa aachilie utumishi aliobeba kwa Yoshua. It took 40 years, ilichukua miaka 40. Kwa pale Yoshua ambapo Mungu anamwambia Musa, anasema chukua sehemu ya heshima yako, weka mikono juu ya Yoshua ili ile heshima ihamie juu ya Yoshua, ili wana wa Israeli waweze kumtii. Pale kipindi Mungu anazungumza yale, Yoshua alikuwa na miaka 90. Ilitakiwa miaka 40 ya kuweza kuvumilia, na isingekuwa rahisi. Maana yake Yoshua mwana wa Nuni alikuwa na hiyo neema ya saburi. Kwa hiyo nyinyi ambao mnasema natapu pako Yoshua, Bwana nitembee na wewe kama Yoshua, sasa ngoja nisubirie miaka 90. Wasome vizuri wale watu, sio natapu. Wasome vizuri, nenda dipa, wasome, sio natapu. Yoshua ilimchukua miaka 40 ili Mungu kuweza kuanza kumtumia. Alitumika chini ya Musa 40 years. Na Yoshua
Kuna sehemu nilikuwa nasoma nikashangaa sana. Musa alikuwa aendi choo cha kawaida kama wanachoenda Wanaisraeli wengine. Kulikuwa kuna choo cha kutembea ambacho anatembea nacho Yoshua. Musa akitaka kujisaidia, kuna choo maalum ambacho Yoshua anatembea nacho. Manake kuna wakati mwingine Yoshua alikuwa anatembea na ile harufu, anatafuta sehemu ya kutupa. Sasa ingekuwa ndo leo, tukesikia headline huko kwenye magazeti, kwanza huyo Yoshua ndo akaanza kuchafua. Huyo Yoshua ndo akaanza kuchafua. Lakini hatusikii Yoshua akiongea neno lolote kwenye Biblia kwa habari ya Musa. Miaka 40 anatumika chini ya Musa, mpaka Mungu alipoamua kumnyanyua alipofika miaka 90. Kwa hiyo kwa habari ya Yoshua hatuwezi kusema ni nguvu za giza. Sio nguvu za giza, ilikuwa ni mpango wa Mungu Yoshua atumike chini ya Musa miaka 40. Ndio maana ilipofika wakati Mungu akamwambia Musa, chukua sehemu yako ya heshima, weka mikono juu ya Yoshua, ihamie juu yake, ili wana wa Israeli wapate kumtii. Manake Mungu anajua majira sahihi ya wewe kuinuliwa. Mungu anajua majira sahihi ya milango yako ya baraka kufunguka. Mungu anajua majira sahihi ya kupata hiyo promotion. Mungu anajua majira sahihi ya kupata hiyo contract. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu mwingine ambaye alikuwa na hii neema ya saburi ni Musa. Musa alikaa Misri miaka 40 kwenye jumba la Farao, akifundishwa elimu ya kingdom, akifundishwa elimu ya ufalme wa Misri. Baada ya kuwa akakaa tena miaka mingine 40 chini ya Yetro mkwewe. Kipindi Musa anavyoitwa anaona kichaka lakini akiteketei, alikuwa na miaka 80. Yamkini Musa alianza kuona maono mapema. Yamkini Musa alianza kusikia sauti ya Mungu mapema. Siku ile anavyoona maono, kichaka kinawaka moto lakini akiteketei, yamkini alikuwa mara ya kwanza. Lakini Musa alikuwa humble, aliweza kutumika chini ya mkwe wake miaka 40. Ingekuwa ndo Musa saizi angeweza kumpiga prophecy kwanza Yetro. Anamtoa prophecy Yetro kwanza. Ilichukua miaka 40 ili aweze kurudi tena Misri kuweza kuwatoa wana wa Israeli. Na kuna kitu ambacho naomba unielewe. Hatuzungumzii, entertain kuchelewa. Tunazungumzia majira ya Mungu. Tunazungumzia mpango wa Mungu katika maisha yako. Hatuzungumzii delay. Tunazungumzia mpango wa Mungu. Kwa kila mmoja aliyopo hapa, Mungu ana mpango na wewe kuna majira fulani. Ndio hayo majira ambayo tunazungumzia. Lakini mtu mwingine ambaye alikuwa na hii neema ya kuweza kuvumilia kwa muda mrefu alikuwa ni Ibrahim. Ibrahim alipata ahadi ya Mungu mapema sana kwamba atakuwa baba wa mataifa. Lakini Ibrahim kwenye eneo la uzao ilimchukua miaka 100 kumpata mtoto wa ahadi. Kwa sababu Biblia inasema kuna mtoto wa mwili ambaye ni Ishmaeli, alafu kuna mtoto wa ahadi ambaye ni Isaka. Ilimchukua miaka 100 na mke wake akiwa na miaka 90 kuweza kupata mtoto. Nisikilize, na kitu ambacho kitapambana sana na neema ya uvumilivu iliyopo ndani yako ni pressure ya mazingira. Mazingira atakwambia kabisa umechelewa. Mazingira atakwambia sana wewe ni mkuu, saizi unaweza. Mazingira atakwambia kabisa saizi ni wakati wa kuanzisha biashara. Mazingira yatakupressurize kukwambia hapana, umechelewa. Kwa hiyo ni lazima utofautishe. Majira ya Mungu yamefika au kuna kipindi ambacho Mungu anataka nivumilie ili vitu vianze kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja wapendwa. Nataka nikutajie maeneo ambayo adui mara nyingi anapenda kuvamia kipindi ambacho unasubiria. Maeneo ambayo adui anapenda kuvamia kipindi ambacho unavumilia. Ni lazima uwe spiritually conscious kuweza kujua kwamba huyu ni adui amenivamia kipindi ambacho unasubiria. Naomba unisomee kitabu cha Mithali sura ya 13 mstari wa 12. Kitabu cha Mithali sura ya 13 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Kitabu cha Mithali sura ya 13 mstari wa 12 nasema hivi, kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Maana yake katikati ya kusubiri, eneo la kwanza ambalo adui atahakikisha analishambulia ili usiwe na uwezo wa kusubiria tena ni eneo la moyo. Ndio maana watu wengi ambao wako katika kusubiri, utajikuta kuna kipindi unasikia kuchoka, kuna kipindi unajisikia kupoteza tumaini, kuna kipindi unajisikia kukata tamaa. Ujue tu tayari kwenye eneo la moyo
adui ameshavamia. Kuna mtu mmoja akaniambia, akasema, ujue mimi nimemzilia Yesu. Akasema kuanzia sasa siombi, kuanzia sasa nakula tu kuku, sifungi, yaani mpaka Yesu azungumze, sifanyi chochote cha Yesu, sadaka sitoi. Nikaelewa tu huyu mtumishi amevamia kwenye eneo la moyo. Ukiona unapitia hali ya kuchoka, kupoteza tumaini, unatakiwa kuomba Mungu akupe neema ya saburi. Ujue tayari wameshavamia kwenye moyo. Anasema kilichotarajiwa kikikawia, hiyo ni nature ya binadamu. Anasema moyo uugua, moyo uugua. Hata Ibrahim mwenyewe akasema, nimeshakuwa mzee, naenda zangu, utanipa nini? Anamwambia Mungu, mpaka leo sijapata mtoto, utanipa nini? Anamlalamikia Mungu. Kuna kipindi wana wa Israeli walitembea jangwani, wakaanza kulalamika, wakaanza kulia. Na hata saizi tuna watu ambao wanafanya maombi ya kulia, ya kulalamika. Mungu bora umeniacha. Naye analia kama Yesu alivyolia msalabani pale. Mungu bora umeniacha. Mungu anasema bado. Kuna sehemu unatakiwa kuvumilia. Eneo la kwanza ambalo adui atalivamia ni eneo la moyo. Kwa hiyo Mungu atachokifanya, akitaka akutrain kwenye eneo la neema ya saburi, atakutengenezea uthabiti wa moyo, atakutengenezea kuwa na uimara wa moyo. Katikati ya changamoto yoyote unayopitia, moyo wako unakuwa uko imara, unakuwa uko thabiti, au teteleke au tikisiki. Naomba usome kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 3, wa 4 na wa 5. Kitabu cha Warumi, kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 3 mpaka wa 5. Neno la Mungu linasema, wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki, anasema mkijua kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi. Anakueleza, anasema hivi, huyu ni Paulo, anasema katikati ya dhiki ninaopitia sina huzuni. Anasema sina huzuni, ninafurahi. Anajua dhiki iliyoletwa ni kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kumletea saburi, uwezo wa kuvumilia. Kwa hiyo kuna dhiki nyingine ambazo zinakuja katika maisha yetu ili zitutrain kuwa na neema ya saburi. Kwa hiyo Paulo ananieleza kitu kizuri, anasema sili, anasema sichoki, anasema sipotezi tumaini. Nina furaha kwa sababu ninajua katika ulimwengu wa roho kuna kitu kinatengenezeka. Mungu ananitengenezea neema ya kuvumilia. Naomba nisome mstari unaofuata. Na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini. Anasema kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini. Maana yake anasema hivi, saburi inavyoingia katika maisha ya mtu, inaanza kutengeneza moyo wa huyo mtu, inaanza kutengeneza moyo wa huyo mtu. Kwa hiyo kuna watu mioyo yenu inatengenezwa right now kwa kile ambacho Mungu anaenda kukifanya. Mungu anakuandaa, anafanya moyo wako uwe thabiti, anautengeneza moyo wako, anaufinyanga moyo wako. Kwa hiyo saburi haiji bure, ikija inaandaa moyo wako, inaufanya moyo wako uwe thabiti. Kwa hiyo kuna watu ambao mioyo yao sio thabiti, moyo kidogo tu umeteteleka, moyo kidogo tu umeingia kulia, moyo kidogo tu mimi naacha wokovu, moyo kidogo tu bora niende kwa mganga, moyo kidogo tu bora niende kupiga tunguli. Mungu akitaka kupeleka viwango vikubwa, hawezi kupeleka mpaka utengeneze moyo wako, kwa sababu kuna dimension, kuna level katika realms, katika ulimwengu wa roho. Ukiingia kabla moyo wako hujawa thabiti, hauwezi kukaa kwenye hizo level, lazima utarudi chini. Lakini anasema moyo ambao unakuwa thabiti, ndani yake unabeba tumaini, unakuwa ndani yake unatumaini. Kwa hiyo kuna watu hivi saizi ninavyozungumza, ndani ya mioyo yao wamepoteza tumaini. Ukitaka tu ujue kwamba hauna hii neema, ndani yako unakuwa mpoteza tumaini. Hauoni sababu ya kumwabudu Mungu, hauoni sababu ya kufanya ibada, hauoni sababu ya kwenda kanisani, hauoni sababu ya kutoa sadaka, hauoni sababu ya vitu vyote vya kimungu. You don't see the reason. Hauoni sababu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumaini limepotea. Naomba nisome ule mstari wa 5. Na tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Unasikia? Anasema pendo la Mungu limemiminwa kwenye mioyo yetu. Ndio namuelewa Paulo katika hiki kitabu. Anasema, je, ni nani atayenitenga na upendo wa Kristo? Anasema, je, ni uchi? Je, ni upanga? Je, ni hatari? Je, ni njaa?
anasema hakuna kitachonitenga na upendo wa Kristo, kwa sababu ndani yangu pendo la Roho Mtakatifu limemiminwa, pendo la Mungu limemiminwa. Kuna watu wanampenda Mungu kuliko changamoto wanaopitia. Kuna watu wanampenda Mungu kuliko vita wanaopitia. Kuna watu wanampenda Mungu kuliko magari. Kuna watu wanampenda Mungu kuliko nyumba. Kuna watu wanampenda Mungu kuliko promotion. Mungu ndo anatafuta generation ya watu wa namna hii ambao pendo la Mungu limemiminwa katika mioyo yao. Hawa watu ni all weather, aidha wapate au wakose, bado watampenda Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu pendo la Mungu limemiminwa ndani ya mioyo yao. Paulo anasema najua kudhiliwa, najua kupata, najua kukosa, najua kulala njaa, najua kushiba. Maana yake moyo wake hautateteleka kwa sababu amepitia kwenye all weather. Lakini kuna kipindi ambacho tunatakiwa kuangalia tu pendo la Roho Mtakatifu, hataki kuangalia kingine chote. Kuna kipindi tunatakiwa tu kuangalia pendo lilomiminwa ndani yetu, ndio naotakiwa kuliangalia. Hataki kuangalia chochote, hataki kuangalia sina viatu, hataki kuangalia sina nguo, hataki kuangalia sina gari, hataki kuangalia sina promotion. Tunatakiwa kuangalia pendo ambalo limemiminwa na Roho Mtakatifu ndani yetu. Kuna kipindi vyote vitakwama, lakini pendo la Kristo halitakwama katika maisha yako. Na pendo la Kristo ndio litakupa nguvu ya kuendelea. Pendo la Kristo litakupa nguvu ya kuomba. Pendo la Kristo litakupa nguvu ya kufunga. Pendo la Kristo litakupa nguvu ya kufanya ibada. Litakupa nguvu ya kuja kanisani. Hizi ni dimension za Paulo. Hivi ni viwango vya Paulo. Nilishangaa sana ninapomsoma Paulo. Hizi dimension ni dimension ambazo watu wachache. Dimension ambazo watu wachache. Hawa ni watu ambao ni miamba imara kwa Kristo. Hauwezi ukawatoa kirahisi kwa Kristo. Hawa ni watu walio na neema ya saburi. Mioyo yao inatembea na pendo la Kristo. Kuna watu mioyo yao inatembea na pendo la gari. Kuna watu mioyo yao inatembea na pendo la kazi. Kuna watu mioyo yao inatembea na pendo la fedha. Lakini wapo watu ambao wana operate in realms, ambao wanatembea na pendo la Kristo lilomiminwa ndani yao. Hii ndo generation ambayo Mungu anaitafuta. Hiki ndo kizazi ambacho Mungu anakitafuta. Nataka nikusomee mtu ambaye alikuwa hana neema ya saburi na vitu ambavyo vilitokea kwake. Tutaenda kumsoma Sauli mfalme. Naomba unisomee kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya 13 mstari wa 8 mpaka wa 9. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 13 mstari wa 8 na wa 9. Neno la Mungu linasema, akamngoja siku ya 7 kwa kadiri ya muhula uliowekwa na Samuel, lakini Samuel hakuja Gilgali, na hao watu wakatawanyika mbali naye. Sauli akasema, nileteeni hapa sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya amani. Akaitoa sadaka ya kuteketezwa. Neno la Mungu linasema Samuel alimpa maagizo Sauli mfalme, akamwambia nitakuja kutoa dhabihu. Na kipindi hicho mfalme anatakiwa kuheshimu maagizo ya kuhani, kwa sababu maagizo ya kuhani ni maagizo ya Roho Mtakatifu, ni maagizo ya Mungu. Neno la Mungu linasema Sauli akasubiri siku 7. Alivyosubiri siku 7 akaona Samueli hajatokea, akachukua jukumu la kikuhani. Baada ya kuona watu wote wametawanyika, wameenda mbali naye, akasimama kwa nafasi ya ukuhani. Manake Sauli alitakiwa kuendelea kusubiri kidogo mpaka Samueli aje, lakini alivyoona Samueli anachelewa, akaenda kinyume na maagizo ya Mungu. Ukiwa hauna neema ya saburi, hauwezi kuvumilia kusubiri maagizo ya Mungu. Lazima utaenda kinyume na maagizo ya Mungu. Lazima utaenda kinyume na maagizo ya Mungu. Jamaa amesubiri siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4, siku ya 5, siku ya 6, siku ya 7 alivyoona atokei. Unaweza kumcheka Sauli. Kuna watu kazi ulivyosubiri siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, ukachoka ukakata tamaa. Kuna watu ulivyosubiri Mungu afanye jambo kwenye eneo fulani, siku ya 7 ukakata tamaa, kumbe siku ya 8 Samueli anatokea. Maana yake tunachokiona kwa Sauli kilichomfanya apoteze ule ufalme ni kwa sababu alikuwa hana neema ya saburi. Ukikosa neema ya saburi, Mungu anafanya replacement. Mungu anainua mtu mwingine ambaye atakuwa na uwezo wa kuvumilia katika hilo eneo. Kitu cha kwanza ambacho nimejifunza kwa habari ya Sauli, naomba nisomee mstari wa, naenda kuangalia taratibu, mstari wa huo mlango, mstari wa 11 mpaka 14. Mstari wa 11 mpaka 14.
Samueli akasema, umefanya nini? Naye Sauli akasema, ni kwa sababu naliona ya kuwa watu wanatawanyika mbali nami, na wewe hukuja siku zile zilizonenwa, nao Wafilisti wamekusanyika pamoja huko Mikmashi. Basi nikasema, Wafilisti watanishukia sasa mpaka Gilgali, kabla sijaomba fadhili za Bwana. Kwa hiyo nalijishurutisha nikatoa sadaka ya kuteketezwa. Endelea mstari mpaka wa 14. Mstari wa 13. Naye Samueli akamwambia Sauli, umefanya upumbavu, hukuishika amri ya Bwana Mungu wako aliyokuamuru, kwa maana Bwana angaliufanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli milele. Lakini sasa ufalme wako hautadumu. Bwana amejitafutia mtu aupendezaye moyo wake, naye Bwana amemwamuru yeye kuwa mkuu juu ya watu wake, kwa sababu wewe hukulishika neno lile Bwana alilokuamuru. Kitu cha kwanza ambacho kilimpa changamoto sana Sauli ni pressure ya watu. Na wewe katika kitu ambacho unatakiwa kushinda katika kipindi ambacho unatakiwa kusubiri na kuvumilia ni pressure ya watu. Sauli walimpressurize kiasi kwamba akaacha kusikiliza sauti ya Mungu, akaenda kusikiliza sauti ya watu. Anasema hawa watu wametawanyika, wameenda mbali na mimi, lazima nifanye mapenzi ya watu, sio mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kuna kipimo kingine ambacho Mungu atakupitisha wakati unasubiri. Kuna watu watakuja kupressurize. Mbona mpaka leo hujaoa? Mbona mpaka leo hujaolewa? Mbona mpaka leo biashara haiendi? Fanya hiki. Unashangaa unaanza kufuata watu. Sauli, pressure ya kwanza aliyokutana nao ni pressure ya watu. Nisikilize, katika kipindi ambacho unasubiri ndo kipindi ambacho adui atapenyeza sauti zingine katika maisha yako. Ndo kipindi ambacho adui atapenyeza sauti zingine ili akutoe kwenye focus ya kumsubiria Bwana. Unatakiwa kujifunza kusikia sauti ya Mungu katikati ya dhoruba. Unatakiwa kujifunza kusikia sauti ya Mungu katikati ya kusubiri. Sikiliza sauti ya Mungu peke yake. Yaani kuna watu walikuwa wakushauri, lakini kipindi unasubiri watatokea wataanza kushauri. Kuna mmoja akanifuata akasema, akaniambia, bwana mtumishi wa Mungu, mimi saizi naoa yoyote tu. Nikamwambia sijakuelewa, hebu rudia tena. Akasema lolote naliwe, mimi naoa yoyote. Nikamwambia kwa hiyo hakuna mapenzi ya Mungu katika hilo? Akaniambia bwana, mimi nimesubiri, nimechoka. Nikaelewa kuna sauti inamzungumzisha kwamba you are late, kwamba tafuta yoyote uoe. Kitu cha kwanza ambacho nimekwambia, adui atapenyeza sauti za watu. Unatakiwa kuwa na uwezo wa kushinda pressure ya sauti zingine wakati wa kusubiri. Kuna mtu mmoja alikuwa naomba naye kwenye eneo la uzao, naomba naye muda mrefu, karibia miaka 3. Siku moja akanipigia simu, akaniambia unamsikia huyo? Nikamwambia huyo nani? Nasikia ile machekeche anapigwa. Sasa mimi nimeamua kwenda kwa mganga bwana. Sasa nikamwambia mbona umenipigia mimi sasa? Wewe ndio ulikuwa unaniombea hadi leo haijatokea, niko huku sasa. Ananiambia niko huku nasikia machekeche, kwacha. Nikasema kazi ipo. Hapa shughuli ipo. Sasa mimi nimeenda zako kwa mganga. Na akanipigia ameka loudspeaker. Sasa mganga naye sio alikuwa anazidisha sifa, ndo anapiga kweli yani. Ili asikie kwamba tumekushinda wewe pastor wewe. Alifaona kondoo tumekushinda, tumemvuta huku. Yupo huku. Nikaelewa kuna sauti ilikuwa inazungumzisha katikati ya kile alichokuwa anapitia. Nikajua yeye si wa kwanza. Sauli na alipitia jambo hilo. Jambo la pili ambalo litaleta pressure wakati wa kusubiri ni vita inayoinuka wakati wa kusubiri. Anasema nilihofia Wafilisti wasije wakanishukia mpaka Gilgal. Maana yake alikuwa anaogopa vita itaonyanyuka mbele yake. Alikuwa anaogopa vita kuliko kusikia sauti ya Mungu. Anasema nikiangalia haya mazingira ninaona kabisa hao Wafilisti watanivamia, watanimaliza. Kwa hiyo kuna watu wanafanya maamuzi kutokana na pressure ya vita wanaopitia. Pressure ya pili ni pressure ya vita. Kuna vita vingine adui anavileta ili akutoe katika kusubiri, ili atoe focus yako pale ambapo unasubiri. Kwa hiyo lazima ujue kwamba adui anacheza na akili yangu. Lakini kingine cha tatu, wakati wa kusubiri adui anachokitafuta ni kuharibu mahusiano yako na Mungu. Sauli alipotoa sadaka haikuishia pale. Kwa Mungu ilikuwa ni uasi, na anasema kabisa kwenye neno la Mungu, anasema uasi ni sawa na uchawi. Kwa Mungu kutotii sauti ambayo ilizungumza na Sauli
Mungu ikasababisha mkatae moja kwa moja Sauli. Kwa hiyo kilichokuwa kinatafutwa kwenye maisha ya Sauli ni kuharibu mahusiano yake na Mungu. Kuna mmoja akaniambia, akasema, mtumishi wa Mungu, najua tumeomba sana, najua tumefunga sana, mimi niko natafuta mtoto. Nikamwambia, unamtafuta wapi? Mbona hujaolewa? Sasa mimi namtafuta mtoto. Nikajua tayari shida imeanza. Hajaolewa anasema anamtafuta mtoto, maana yake yuko na mwanaume anatafuta mtoto. Sasa mambo ulioniambia mpaka kusubiria wakati wa kuolewa, naona miaka inaenda, niko huko natafuta mtoto. Nikaelewa wanachotafuta ni kuharibu mahusiano yake na Mungu katika kipindi cha kusubiri. Katika kipindi cha kusubiri, jifunze sana kutengeneza mahusiano yako na Mungu. Ina add value kwako, inaongeza, inaimarisha mahusiano yako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kingine, kile alichokifanya Sauli kilisababisha Sauli kuondolewa katika nafasi ya baraka zake. Unajua kuna sehemu unaweza kuwa unafanya kazi, hiyo sehemu unaofanya kazi kuna promotion imekaribia na hujapandishwa promotion muda mrefu, ukaamua mimi naacha kazi hapa, ngoja niende sehemu nyingine. Kumbe by the time unatoka tu kuna promotion imekaribia kuja. Kilichomkuta Sauli, Mungu hakuishia tu pale kukasirika, alihamishwa, aliondolewa kwenye nafasi na akainuliwa Daudi kwa ajili ya nafasi yake. Kwa hiyo kuna watu Mungu anawatrain uvumilivu kwenye eneo la kazi, anataka uvumilie mpaka uone matokeo, lakini kabla hujaona matokeo ghafla umeondoka, na ulivyoondoka tu kuna kitu ambacho ni chema kilitakiwa kitokee kwako, ghafla kitokee tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo juma tutakuwa na maombi ya kuombea hiki kitu. Bwana Yesu asifiwe. Simama hapo ulipo.